baada ya matrilioni yote yanayosema wameweka kwenye elimu, tuna shule zote za msingi kwa mujibu wa utafiti wa BEST uliotoka hivi majuzi tu, shule zote za msingi katika nchi hii zina uhaba wa walimu kwa 63%. Hakuna kitu. Baada ya matrilioni yote wanayosema wamepeleka, kilimo wameweka 2% ya budget. Azimio la Maputo linawataka waweke 10%. Utafiti wa Repoa uliofanyika katika nchi hii ulisema iwapo mtafanya uwekezaji wa kilimo kwa miaka 3 mfululizo, unaweza kupunguza umasikini kwa nusu. Kwa miaka 3 mfululizo. Hawa pesa za kilimo wanapeleka kwenye magari, kwenye ndege, kwenye matumizi ya refreshment, vitafunwa. Huko ndiko ambako sisi tutatoa pesa. Sasa hamwekezi kwenye kilimo ili mpate uzalishaji unaosema, matokeo yake mnashindwa kuzalisha vipato vya Watanzania. Walizungumza masuala ya mbolea hapa. 90% ya mbolea yote ya nchi hii inatoka nchi za nje. Huwezi kuleta maendeleo katika nchi hii bila kuimarisha mifumo ya uwajibikaji. Na mifumo hiyo ni lazima tupate bunge imara. Bunge letu ni butu na kibogoyo, halina uwezo wa kutosha kuisimamia serikali. Na ndio maana kumekuwa na tatizo la ufisadi na rushwa. Tunahitaji vyombo mihimili mitatu ya serikali ifanye kazi bila kuingiliana na nchi iende kuwe na uwajibikaji. Tuna tatizo la utekaji. Wanaotekwa ni wananchi wanyonge, wanaouawa ni wananchi wanyonge. Wameshindwa kulinda usalama wa raia wa wananchi maskini. Tunakwenda kukomesha utekaji ndani ya siku 100 za serikali ya Chauma. Wameshindwa kuleta huduma za maji. Ukisoma takwimu zao wanakuambia maji mijini yanapatikana kwa 90%, vijijini kwa 79%. Nenda mitaani utagundua watu wanakunywa takwimu, hawanywi maji. Nenda kwenye kata ya Kwembe jimboni kwangu, jimbo la Kibamba. Mimi ni mbunge ajayo wa jimbo la Kibamba. Nenda Kwembe, nenda Msigani, nenda Goba, nenda Mbezi, nenda Kibamba, nenda kule King'ong'o, Michungwani, Kibwegere. Nenda maeneo yote hayo, nenda Msumi, Mpiji Magoe. Hapa mjini tu hakuna maji. Shida ya nchi hii ni moja. Kuna shida ya takwimu na tathmini hapa, kwamba bajeti ya elimu ya nchi hii, tulikwenda Dakar, wakuu wa nchi za Afrika walikubaliana kwamba ili nchi za Afrika zitoe elimu iliyo bora, uwekezaji wa elimu uwe mkubwa na wa kutosha. Angalau 20% ya bajeti yote ya serikali itengwe kwa ajili ya kugharamia elimu. Wenzetu wanatenga 1%, 2%. Fedha zipo. Tuje katika kilimo. Tulikwenda Maputo, tukakubaliana ili tukuze uchumi kwa haraka, bajeti za nchi angalau 10% ya bajeti yote itozwe kwenye kilimo. Mwaka wa fedha uliopita wametoza kama wametenga 2% tu kwenye bajeti ya kilimo. Ndio maana leo tuna uhaba wa maafisa ugani kwa 65%. Ndio maana leo nimemsikia hapa Mheshimiwa Happy anajisifia, anasema kwamba wameongeza hekta za umwagiliaji kutoka 400,000 mpaka 900,000. Hawasemi sura nzima ya kitaifa. Tuna hekta, tuna ardhi inayotosha kwa umwagiliaji ambayo ukubwa wake ni jumla ya hekta 129.4. Wao kwa miaka 64 wako kwenye hekta 960,000. Na kwa kasi hii ya kuongeza hekta 550,000 itawachukua Watanzania miaka mingine 58 kwa serikali ya CCM kufikia eneo lote la umwagiliaji. Hawafanyi uwekezaji kwenye kilimo, wanashindwa kuzalisha ajira kwenye kilimo, wanashindwa kutatua matatizo ya kilimo. Wanazungumza kilimo bora, tuna upungufu wa maafisa ugani kwa 65%. Unakuzaje kilimo katika nchi ambayo ina upungufu wa ugani kwa 65%? Asante sana Bwana Kinabo. Samahani, namalizia tu kwenye afya. Tuna upungufu wa watumishi wa afya, madaktari na wauguzi na watumishi wa kawaida wa 63%. Tuna upungufu wa vituo vya afya. Kuna takwimu zimetajwa hapa sio sahihi. Yaani wao wanachukua idadi ya zahanati chache walizojenga,
wanajumlisha na vituo vya afya vya kata vichache walivyojenga, wanajumlisha na hospitali, wanasema tumeongeza 8,000. Tathmini ya afya ifanyiki hivyo. Sera ya nchi hii inataka katika kila kijiji kuwe na zahanati. Sasa tuna vijiji 12,000 na ushe. Asilimia 37 ya vijiji havina zahanati mpaka leo kwa takwimu zao wenyewe. So nendeni mkasome kitu kinaitwa Tanzania Health Facility Atlas ya Septemba mwaka jana. Zaidi ya asilimia 37 ya vijiji havina zahanati. Kasomeni hiyo Tanzania Health Facility Atlas ya Septemba mwaka jana. Asilimia 72 ya kata za nchi hii hazina vituo vya afya vya ngazi ya kata. Nimesema lazima hizi takwimu nizisahihishe kwa manufaa ya taifa. Alafu wanataka kuleta huduma ya afya kwa wote. Huduma ya afya kwa wote inaanza na huduma kwanza. Huna vituo vya afya kwenye asilimia 72 ya kata zote nchini. Utakapoleta bima afya kwa wote utaishia kukusanya hela tu, Watanzania watapata huduma. Asante sana Bwana Kinabo. Kama una swali na upo huko kwenye upande wa audience, naomba faster uweze kunyosha mkono wako. Tutaweza kukupa nafasi, although muda unaenda kuisha. Profesa, nilikuwa najua lazima ujibu, kwa hiyo karibu. Kwa sababu najua ni rahisi sana kuongea. Hao wenzetu hata ilani, mweko na ilani ya Chauma, hao wanaongea tu. Sasa tuweke mambo vizuri. Kwanza kwenye swala la kuwezesha wananchi kiuchumi, unafanya mambo mawili tu makubwa. La kwanza ni kufungua fursa za wananchi kujipatia kipato. Lakini la pili, unawapunguzia wananchi gharama za maisha. Tumefanya nini katika miaka 5 hii? Moja, tumepeleka shilingi bilioni 961 kama TASAF kwa kaya maskini, na wananchi milioni 5 wameweza kunufaika. Tumepeleka ruzuku sisi bilioni 193 mbolea. Maana zile hela ni nje bado wakanue mbolea, tumewapa ruzuku, wamesave kubakana mfukoni. Hii anazungumzia elimu, tumepeleka 1.3 trillion shillings kwa mashule yetu, shule ya msingi mpaka sekondari mpaka form 6. Wananchi wamesave 1.3 trillion. Lakini tumepeleka sisi trilioni 2.76 kwenye elimu ya juu kama mikopo ambayo wazazi katika hali ya kawaida walipaswa kulipa. Tumepeleka huko. Ukizungumzia bima ya afya, sisi tumefanya mpaka cost analysis. Inahitajika shilingi ngapi? Ndio maana tumesema mwaka jana hii budget ambayo ipo inaendelea, tumeamua kuanzisha kodi maalum kwa ajili ya kutunisha mfuko wa bima ya afya ili upate fedha kulipia bima ya afya, wananchi waweze kutibiwa bure. Sasa wao wanaongea tu kutibia bure, wanatoa wapi hela? Ndio swali la msingi. Onyesha. Na katika mazungumzo yake anazungumzia kupunguza matumizi. Hatua ya kwanza, uzalishaji. Watu wazalishe mali, serikali ikusanye kodi, ndipo upate uwezo. Serikali ya Tanzania ni miongoni mwa serikali katika bara la Afrika ambao ina matumizi kidogo kwa takwimu za Benki ya Dunia. Unazungumzia kununua magari. Tumenunulia magari ya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mgombea wao mwenza. Tumempa gari pale, mgombea wa rais anatembea na gari ya tume ya uchaguzi. Ni serikali, kodi za Watanzania. Hilo hakusema kama tunafuja. Ni matumizi ya kawaida ya msingi kwa ajili ya kuendesha nchi na kuendesha serikali. Lakini muhimu zaidi, tengenezeni ilani. Hii kuongea tu kukosoa ni rahisi. Mheshimiwa Waziri, asante. Bwana ngoja. Subiri. Bwana Kinabo malizia. Alafu naomba nimalize. Kwanza Chauma tunayo ilani na mimi ni katibu wa kamati iliyoandika ilani na ninasikitika nitakupatia. Kwa hiyo niseme tu kwamba na nikijibu swali la jumla kwamba je, miaka hii ya awamu ya 6 imefanikiwa kukidhi mahitaji ya Watanzania maskini? Haijafanikiwa, na nitasema kwa takwimu. Utafiti ripoti ya Human Development Index ya kidunia iliyotoka mwaka huu inasema Tanzania ni nchi ya 165 kati ya nchi 193 ya mwaka huu ambayo wananchi wake wanaishi maisha duni ya hadhi ya chini, lowest living standard. Na kipimo kilichotumika wametazama a long and healthy life, access to knowledge and decent living standard. Maisha marefu na mtu awe na afya bora, upatikanaji wa taarifa, maarifa na elimu, na kuwa na maisha yenye staa na ya hadhi nzuri. Tuko nchi ya 163, ripoti ya juzi. Hakuna kilichofanikiwa. Ukisoma taarifa za
za mijadala ya dira ya maendeleo ya taifa, Tanzania tumepewa alama ya 43 na Benki ya Dunia kwa nchi ambayo imeshindwa kutoa huduma za afya kwa wote, kiwango ambacho ni chini ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Wastani wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni 46%, na ni kiwango ambacho kipo chini ya nchi ambazo zina kipato cha daraja la kati chini kama Tanzania, ambacho kiwango chetu kilipaswa kuwa alama 56. Kwa hiyo kwa vigezo na vipimo vyote miaka ya awamu ya 6 haijafanikiwa kukidhi haja na matakwa ya wananchi wa kipato cha chini. Kulikuwa na ishu ya masuala ya makazi hapa. Bunge lilopita wamepandisha kodi kwenye misumari, wamepandisha kodi kwenye simenti saruji, wamepandisha kodi kwenye tiles marumaru, wamepandisha kodi kwenye gypsum. Wanaenda kuwakwamisha Watanzania kujenga nyumba. Sawa sawa. Hawajakizi mahitaji ya watu masikini. Wameshindwa kutatua migogoro ya ardhi katika nchi hii. Wafugaji na wakulima wanauana. Wananchi wanaoishi pembezoni mwa hifadhi wanapigwa risasi kwa sababu ya migogoro kati ya wananchi na hifadhi. Wananchi maskini hawajaguswa. Kwa hiyo sisi kama Chauma tumeeleza katika ilani yetu kwamba ndani ya siku 100, kwanza kipaumbele chetu cha kwanza ni kwenda kufufua na kuandika mchakato wa katiba mpya. Huwezi kuleta maendeleo katika nchi hii bila kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na mifumo hiyo ni lazima tupate bunge imara. Bunge letu ni butu na kibogoyo, halina uwezo wa kutosha kuisimamia serikali, na ndio maana kumekuwa na tatizo la ufisadi na rushwa. Tunahitaji vyombo mihimili mitatu ya serikali ifanye kazi bila kuingiliana na nchi iende kuwe na uwajibikaji. Kipaumbele cha pili, tumesema tunaenda kuanzisha tume ya maridhiano na upatanishi. Kuna wananchi wengi wameumizwa katika masuala migogoro ya ardhi zinapokwa hawalipi fidia, na hawa ambao wamekuwa na uawa pembezoni mwa hifadhi, hawa ni wananchi wanyonge sana, wanahitaji kusaidiwa. Tume hii ya maridhiano na upatanishi itasaidia hilo. Tuna tatizo la utekaji, wanaotekwa ni wananchi wanyonge, wanaouawa ni wananchi wanyonge, wameshindwa kulinda usalama wa raia wa wananchi maskini. Tunakwenda kukomesha utekaji ndani ya siku 100 za serikali ya Chauma. Wameshindwa kuleta huduma za maji. Ukisoma takwimu zao wanakuambia maji mijini yanapatikana kwa 90%, vijijini kwa 79%. Nenda mitaani utagundua watu wanakunywa takwimu, hawanywi maji. Nenda kwenye kata ya Kwembe jimboni kwangu, jimbo la Kibamba, mimi ni mbunge ajayo wa jimbo la Kibamba. Nenda Kwembe, nenda Msigani, nenda Goba, nenda Mbezi, nenda Kibamba, nenda kule King'ong'o, Michungwani, Kibwegere, nenda maeneo yote hayo, nenda Msumi, Mpiji Magoe. Hapa mjini tu hakuna maji. Asante sana. Hakuna maji. Asante sana Bwana Kinabo.